Tuyachakata yale mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni hapo jana Simba na Yanga mafahali wa Kariakoo wakikutana wakitoshana nguvu na mechi ikaisha suruhu ya pasina kufungana, lakini kulikuwa kuna matukio tata ambapo tutakwenda kuangalia. Simba ndio ilikuwa timu bora kiwanjani siku ya hapo jana. Simba imefanya kila kitu. Tuko na Salumu wa Young Africans. Salumu, kwema kwanza? Kwangu mimi kwema na zaidi ya kwema. Asilimia 100+. Tunamshukuru Mungu. Mambo yako vizuri. Tulivyotaka yamekuwa vitu tulivyotaka sisi. Mlitaka sare sasa. Tulihitaji ushindi ama sare. Kuhakikisha kwamba mnyama hatumpi nafasi au fursa. Siku moja akasema ameweza kuipata mbele ya Yanga Afrika. Wewe tumeweza. Sasa wewe ukiniambia Simba alifanya yote, niambie alifanya yapi yote? Ameweka mpira yote ni pointi 3. Yote ili upate yote ni pointi 3. Lakini wamenyongwa. Na nani? Na muamuzi. Muamuzi muamini, tumemwamini muamuzi. Muamuzi anakuambia ile sio goli. Muamuzi anakuambia ni offside ya Dube. Sasa unakata kitu gani? Lakini ukitazama lile goli unaona ni offside kweli? Wewe umetazama kwa sababu mbona replay yeye alikuwa na replay kule uwanjani. Wewe unasema ile ilikuwa ni offside. Sawa, au haikuwa offside ya Dube. Lakini hata hii ilikuwa goli clear. Haikuwa offside kwa sababu wewe umepata marejeo. Kwa hiyo Simba wamenyongwa jana. Hata Yanga kanyongwa. Yanga kanyongwa, Dube kwenda kufunga goli. Kwa hiyo lawama ziende kwa muamuzi. Muamuzi apewe sifa. Matokeo ni sare. Kwa hiyo hajanyongwa. Hajanyongwa wala ni hivi. Lazima tukubali kwamba tunapokwenda kwenye dabi, mipango ya dabi tofauti na mipango ya mechi zingine. Umeelewa? Tuliamini kabisa tunakwenda kuna mipango. Lazima mipango iwepo. Lazima mipango iwepo. Na lazima mkubwa adhihirishwe. Mkubwa adhihirishwe. Mwenye ligi yake adhihirishwe. Ndio maana goli limekataliwa. Na ndio maana offside imekadi ya Dube imeongana offside. Kama angeenda kufunga kuna watu si lengo kumnusuru Mangungu. Leo Mangungu asingekuwa na kazi mjini. Leo Mangungu asingekuwa na kazi mjini, Mo asingekuwa na kazi mjini na huenda bwana Beka asingekuwa na kazi mjini. Kwa hiyo pete ni mapenzi ya Mungu. Hawa watu wabaki kazini. Salumu, lakini umeuona moto wa Simba jana? Moto sikuuona kwa sababu moto umeona wa Diara. Muda wote wanakuja. Nisikilize, kuja kwako si tatizo. Hata sisi tumekwenda kwao. Hilo onekane bora. Umetumiaje nafasi zako, timu yako umempa matokeo gani? Umeelewa vizuri? Hii kukimbia tu kama mnacheza nani mbio za linacha hizi. Hii kimbia tu jana. Ukiona vizuri sana. Nafasi unapata uweze kupiga. Unapiga kipa kacheza. Kwani sifue Diara? Diara anakuwa kipa golie bora. Kwa sababu wewe uliojipanga ya kumfunga, umfungi. Man of the match goalkeeper, Djigui Diarra. Hii ni maana halisi ya kwamba hii ni maana halisi. Sema screen protector. Naam. Hii ni maana halisi ya kwamba Simba amefika mara nyingi zaidi kwenye goli lile. Sawa. Ni hivi, kufanikiwa kwa kocha, kufanikiwa kwa mwalimu ni jinsi gani unatengeneza njia ya kufika kwa adui yako. Umeelewa vizuri? Simba ameingia eneo la Yanga mara 5. Simba ameingia eneo la Yanga mara 5. Yanga ameingia eneo la Simba mara 3. Nani alikuwa bora? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo haukuwa bora kwa sababu umeingia mara nyingi, haukuweza kutafsiri nafasi za kukosa kufanya goli. Kwa hiyo hauwezi kuwa bora. Tunahukumu huwezi kuwa bora. Umeelewa vizuri? Tunamsifu kocha ameweza kutengeneza njia, wewe ukafika kwa adui. Lakini mchezaji ambaye amepata dhamana ya kufanya maamuzi katika nafasi kuwa goli, haukuwa goli, hauwezi kuwa bora. Lakini mambo jana ni kama yalikuwa yanakuwa magumu kwa mfano muda wote wanacheza goli. Neno goli wote ni mpango wa kazi. Simba anaanza kucheza kipindi cha kwanza dakika kama 30. Sawa? Siko unajua yule anaitaka mechi na sisi tunajua hatuna mtu mchezeshaji juu. Simba baada ya kuona Pacome hayupo. Ndio mchezeshaji wa timu yetu. Wao wanachama ndio mchezaji wao timu. Wakajua hapa sisi tuende tukawatiki wapi? Juu si Yanga. Maana ya kusema Yanga bila Pacome hakuna kitu. Naweza kusema hivyo kwa sababu ndio mtangazaji wa nafasi na ndio anafanya Yanga ionekane Yanga vizuri zaidi. Kwa hiyo umeona hayupo Yanga, Pacome yuko juu, tumpata matokeo ya sare. Umeelewa? Kwa mipira ambayo inatakiwa iende ikamkute Depu, ikamkute Dube. Umeelewa? Haikuwepo. Nani analainisha mpira hiyo? Umeelewa? Kwa hiyo pale moja kwa moja tumekosa ubora kutokana na kumkosa mtu wa kulainisha mpira. Lakini tumekuwa bora, tumewadhibiti watu ambao walikuwa naye mtu aina hiyo, Chama, lakini wameshindwa kumtumia ipasavyo. Umeelewa? Palipo nafasi hakuna wajenzi. Kwa hiyo huwezi kusema alikuwa bora. Ni lazima turudi kwa Djigui Diarra, ndio alikuwa mchezaji bora na vile vile nafasi ya pekee, ubora wa pekee nimpe mwamuzi. Mwamuzi alikuwa sahihi. Unampongeza mwamuzi. Nampongeza mwamuzi. Mechi yake ya kwanza kwa Mwinchui amecheza vizuri. Umeelewa? Lakini lawama zote zimekuwa ni kwa mwamuzi. Mwamuzi akupewa lawama. Hawa wanalalamika. Makolo style. Nisikilize kwanza.
wale mawaifu zetu ambao wanalamika wao ni juu ya mshika kibendera. Refa ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Sawa, ni mshika kibendera. Kwa hiyo lazima heshimu wale ni waamuzi. Bwana mwenzangu umeonaje mchezo? Mimi ni offside. Basi ni offside. No doubt. Wewe unataka nini? Wewe umeonaje? Kwangu ni offside. Ni offside? No goal. No goal. No goal. Kwa Dube nako haikuwa offside, imekuwa offside. That's all. Wewe ndio mpira, ndio football, ndio derby. Derby kwa namna hiyo. Simba ulikuwa bora wapi sasa? Nimesema hivi. Nisikize kwanza. Ubora wa timu, ubora wa klabu ni lazima uwe na mchezaji anaibeba timu wakati wa mechi ngumu. Umeelewa? Kwa hiyo nikisema walikuwa bora, mimi nisema katikati kwa kiungo sisi walitudhibiti. Kwa sababu mpira wao mingi walifanikiwa kwenda eneo letu la hatari. Umeelewa? Ila kwa sababu wamekutana na beki ambazo ziko bora, beki za klabu bingwa ambazo zimeruhusu magoli machache katika eneo hili. Umeelewa? Walishindwa kutafuta tafsiri nafasi zao walizotengeneza kuwa magoli. Kwa hiyo tunarudi kwenda kuupongeza uongozi, tunarudi kupongeza backline ya Yanga Afrika. Hapo ndio kuikosoa kwamba Simba haikuwa bora maeneo hayo na sisi hatukuwa bora eneo la kiungo ambapo tunataka kutengeneza mipira kwenda mbele. Haikuwa kwenda mpira mbele. Pengine mlikuwa mmejiamini sana kutokana na matokeo ya nyuma zidi ya Mtani. Of course unakuwa na vitali la mjiamini kwanza. Cha kwanza na salama ya kwanza ni maneno, nitakupiga mpaka nitakuwa hapo hapo, ndio maneno ya kwanza. Lakini mwisho wa siku tunaacha mechi la ufundi na wachezaji wao. Jinsi gani wamejipanga, wao ndio wanajua. Waje kupanga jana ndio kile tumekiona, tumeshuhudia. Game imekwisha, slow bin slow, point moja. Point 5 tumemwacha mnyama, tuende Usagara. Tunatafuta Singida alipo. Unazionaje mbio za ubingwa sasa mpaka hivi sasa? Mbio za ubingwa bado Yanga nafasi kubwa. Kwa sababu ukiweza kupata pointi moja au kumfunga mtani wako ambacho kiwango kikubwa sana katika ligi, basi nafasi unakuwa nayo kwa namna moja ama nyingine. Au wengine ambao tumenunua au mfano watasema maneno mengi, lakini kama wewe sija kununua, nimepata pointi moja kwako, umeelewa? Ina maana uwezo kufunga umeshindwa. Maana mimi ni bora kwa mimi dhidi ya Simba, kwangu ina manufaa kuliko Simba. Simba jana, leo Azam akishinda, Simba anakuwa mtu wa 4, umeelewa? Mimi jana nimetoa sare na yule, niko wapi? Mimi niko bora. Kwa lazima utafsiri kwanza ile search yenyewe ikoje. Umeona vizuri? Kwa hiyo mimi nilikuwa bora kwa sababu nilichokihitaji nisifungwe na Simba, sawa? Ama nipate pointi moja. Nicho nimekipata jana matokeo yangu, pointi moja, niko juu ya pointi 5. Kuna namna tunaweza tukashuhudia ushindani hasa katika michezo inayokuja kwa Simba hii ambayo umeiona siku ya hapo jana ikicheza dhidi yako. Mimi nikiona Simba anadronga mpaka sasa hivi. Mechi anadrom mfululizo. Sawa? Kwa hiyo itafsiri Simba draw ya kwanza. Sawa? Katoka na Dodoma draw akalalamika. Katoka draw na Yanga jana alalamika. Sasa eleweke yeye anataka kitu gani anataka. Tunachohitaji kila mtu acheze mechi zake. Mwisho wa msimu tunahitaji ubingwa kila mmoja. Tupo hapa kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu NBC Yanga Afrika. Tupata pointi moja dhidi ya Mtani, tunahitaji kuchukua pointi 3 kwa Singida na wengineo. Timu 15 zilizobakia tunahitaji pointi 3. Ili timu 15 zilizobakia tunataka pointi 3 ili kwenda kutetea ubingwa wetu. Yes. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Young Africans? Mwisho nataka niwaambie kama wewe ni mwanamchezo, wewe ni mshabiki, sio Yanga Afrika tu. Utaaminiwa kucheza dabi, lazima apewe kongole zake. Sawa bwana? Hii biashara kusema bwana huyu alikuwa katubeba, huyu sio kafanya, hakuna biashara kubeba. Kama wewe ni bora, umekataa goli moja umeomba offside, funga matatu mengine. Funga mawili mengine. Hapo ndio bora zaidi. Lakini sio goli moja yenye utata, wewe una nafasi kufunga nyingine na umetengeneza nafasi 5 umetengeneza kwa adui yako. Hujabadilisha kwa magoli. Unasema ulikuwa bora. Wapi ulikuwa bora? Funga magoli mengine, tukuone bora wako. Salum, swali hili pengine ilikuwa ni vizuri zaidi ningeuliza kwa sababu mara baada ya mchezo jana kutamatika, mashabiki na wanachama wa Yanga kwenye platform za wamekwenda na wakimwataki kocha wakisema ya kwamba kocha huyu inaonekana mbinu zake ziko chini na amezidiwa na Simba, na wanasema ya kwamba bwana Engineer Hersi amuondoe mapema kabla mambo hayajawa magumu na kwenda kudondosha alama katika michezo inayofuata, watafute kocha mwingine. Hayo maneno siapigi mstari mwekundu wala kijana, naamini mashabiki wengine ndio wamesema neno hayo. Pedro ndio kocha ambaye sisi ametufanya leo hii tuione Yanga ipo. Umeelewa? Yanga ambayo baada ya muda kimya kirefu katika hatua za klabu bingwa, sawa, kupata nafasi ya 3 na kutoka pointi 8. Huyu anajiita Giant kashika nafasi ya 4 na pointi 5. Umeelewa? Maana amedrop. Umeelewa vizuri? Sioni kama ameni Pedro ana nafasi ya kuondoka, na huyu anayesema Pedro aondoke au achunguzwe, basi anaanza kwa kirusi ndani ya Yanga Afrika. Pedro jana ni kama alizidiwa kimbinu. Sawa, ndio mpira, ndio dabi. Nimekwambia dabi ni mpira wa mbinu, ni mchezo wa mbinu, mchezo wa wazi. Sawa. Kama Dube kama Simba wana nafasi 5, Yanga nafasi 3,
walifanikiwa katika mbinu kufika eneo la mwenzio. Beka alikuwa bora zaidi. Nasema hivi, kuwa bora upate matokeo. Sawa? Umetengeneza njia kufika kwa adui, umeweza kufika kwa adui. Lakini ukubadilisha nafasi kuwa magoli, maana bado haukuwa bora. Maana huna mchezaji wa kuibeba timu katika matokeo. Na ndio maana sisi nilikwambia ndani ya game jana, umeelewa? Ilikuwa furaha kubwa sana kwa Simba na faida kubwa sana kwa Simba kwa sababu hakuna mtu ambaye anaenda kwa harasi nani? Mabeki wa nani? Wa Simba. Umeelewa? Kwa hiyo walijikuta wanakuwa huru kuja kwetu. Umeelewa? Kwa hiyo kwao wao ni furaha kubwa, kupata pointi moja kwao kwa Yanga ni sifa kubwa kwao. Ndio maana leo maneno yaliyobaki leo hawasemi Yanga ngumu, hawasemi Yanga bora. Wanasema hao mwamuzi amewaua. Hiyo ndio pointi ya mwisho. Shukrani sana. Asante sana. Next time ndugu yangu.